Naenda vizuri kabisa. Msikilizaji anatamani kuelewa na kujua ni nini ambacho kimemaanishwa pale anaposema kwamba nguvu za kiume ni mtindo wa maisha. Ndio. Karibu. Sawa. Sasa kwenye upande wa kesi ya uwezo au tunaongelea nguvu za kiume, tukiongelea nguvu za kiume tunaongelea habari ya uwezo wa mwanaume kuwa na uwezo wa kushiriki tendo ipasavyo. Ina maana kama ana mke ama mtu wake ana uwezo wa kumridhisha vizuri katika engo tu ya kushiriki tendo. Sasa tunapozungumzia habari ya mtindo wa maisha na nguvu za kiume ni vitu ambavyo vinashabihiana kwa 90% kama sio 100, kwa sababu katika jamii ya sasa hivi hii imekuwa ni moja ya changamoto kubwa sana, haswa kwa vijana wengi, hata watu wazima. Nafikiri sasa hivi kwa asilimia kubwa wa watu kushuka miaka 40, asilimia wengi wana struggle kwenye upande wa uwezo wa kushiriki tendo ipasavyo. Sasa hii yote imechagizwa sana na mtindo wa maisha, kwa sababu sasa hivi kuna mabadiliko makubwa kwenye upande wa aina ya mtindo wa maisha watu wanaishi, aina ya vyakula watu wanatumia kwa sasa hivi. Stress levels sasa hivi ni uwezi kufananisha level ya stress ya miaka ya nyuma na sasa hivi. Uwezi kufananisha vyakula vya sasa hivi na vyakula vya miaka ya nyuma. Mtindo wa maisha ya miaka ya nyuma hauwezi kufananisha na mtindo wa maisha ya sasa hivi. Na ndio maana ni moja ya sababu ambayo inachangia kwa asilimia naweza nikasema 100 za watu wengi sasa hivi kuwa ni wahanga wa changamoto ya uwezo wa kushiriki tendo kuwa mdogo. Na ndio maana sasa hivi kesi zimekuwa nyingi, wanawake wengi wanalalamika, lakini wanaume na wao pia. Unajua mwanaume ukishakuwa unakosa uwezo wa kushiriki tendo vizuri pia hata ule wanaume wako unaanza kupungua. Yani kuna namna ambavyo unakuwa hauko comfortable sana. Wewe mwenyewe ukijijua tu tayari kwamba hauna uwezo, labda unaenda tu raundi moja umemaliza, hauna uwezo wa kuendelea. Kwa hiyo mtindo wa maisha una mchango mkubwa sana, na ndio maana hata linapokuja swala la mtu anapotaka kushughulikia hii kitu, ni vile vile lazima arudi nyuma kwenye mtindo wa maisha, aanze kubadilisha lifestyle yake kiujumla, aanze kuangalia ni vyakula gani anatakiwa kutumia na vyakula gani hapaswi kutumia. Hem, tuanze hapo kwenye swala la vyakula. Ale vyakula gani huyu mwanaume sasa? Okay, sawa. Sasa katika upande wa issue ya uwezo wa kushiriki tendo au nguvu za kiume, kimsingi nafikiri kabla tujaingia kwenye vyakula tuangalie ni kwa nini mtu anapitia hilo tatizo, kwa sababu ni tatizo ambalo sio kwamba mtu anazaliwa nalo. Sio shida ya mtu anakuwa amezaliwa nao, hapana. Ni tatizo ambalo linakuwa kadri linatokea kadri mtu anavyokuwa anakuwa amejiexpose katika mazingira fulani, ndio yamechangia aweze kupata hii shida. Sasa kuna sababu kadhaa hapa nitazimention ili wasaidie watu wengine ambao wanataka kushughulikia hii kitu. Sasa katika upande wa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kwa mwanaume kupungua, kuna sababu ambazo zinasababisha. Ambayo sababu ya kwanza ni matatizo katika mfumo wa mzunguko wa damu. Kwa hiyo hapa tunazungumzia huyu mtu anaweza kawa na matatizo ya pressure. Hawa watu wengi sana wana hii shida. Watu wenye matatizo ya kisukari, sawa. Lakini watu ambao pia wana matatizo ya bawasiri au mgolo au kutoka na vinyama sehemu ya haja kubwa. Kwa sababu kwenye upande wa mwanaume mishipa yote ya damu ambayo inaenda kwenye sehemu yake ya siri mingi iko katika sehemu ya chini pale karibia na tundu la haja kubwa. Kwa hiyo unapokuwa pia na hii issue ya bawasiri inapelekea hiyo shida. Sasa hiyo ni sababu ya kwanza. Na hii ni ya msingi kwa sababu ili mwanaume awe na uwezo wa kushiriki ipasavyo, yani awe vizuri kwenye tendo, ni lazima kiwango kizuri cha damu kifike ile sehemu. Sawa. Ukiwa na changamoto yoyote ya mfumo wa mzunguko wa damu kuto kufika kule, huyu mtu lazima apate shida. Ndio maana wagonjwa wenye pressure, sukari wanaishia kutumia Viagra. Sasa Viagra kazi yake ni kwenda kusaidia damu ifike vizuri kule. Umeona? Kwa hiyo ni namba 1, lakini namba 2 ni ile hormone master ya mwanaume ya testosterone inakuwa katika kiwango cha chini. Sawa. Hii hormone ndio inamfanya mwanaume awe na uwezo wa kupata kwanza hamu ya kushiriki. Lakini ndio inayomfanya awe na uwezo pia wa kuenda vizuri hata raundi 3, awe na uwezo wa kurudia vizuri. Inapokuwa chini inampunguzia hamu, lakini pia anashindwa. Ina maana ndo wale ambaye anafanya mara moja dakika 5 akimaliza analala hadi kesho. Lakini
Kwenye upande wa sababu ya tatu ni stress. Sasa hivi watu wengi sana wana stress za utafutaji wa maisha. Hapo hatari, hapo pazito hapo. Na hapa sasa kuna watu wengine wengi, yani asilimia kubwa wanaangukia katika hili kundi. Unapokuwa na changamoto ya stress nyingi, inaweza ikawa ni stress katika upande wa utafutaji wa kimaisha, lakini kuna watu hapo kwenye ndoa anapitia stress na mwenza wake. Usitegemee huyu mtu atakuwa na uwezo wa kushiriki tendo na huyo mke wake vizuri. Na maana hapa tunakuja na ile tatizo la wanaume huwa anakutana nao hata ofisini kwangu akija. Anakuuliza, sasa dokta, yani nikiwa na mke wangu sipati hamu vizuri. Ila akitoka nje anapata vizuri na anafanya vizuri kabisa. Ila kwa mke wake ni kimoja kamaliza, hawezi kurudia tena. Kwa kuna feeling ile connection ya wewe na huyo. Kama kuna changamoto umepitia, mmegombana na nini, automatic inaanza kupoteza hisia za kushiriki tendo na huyo mtu, kwa hiyo inapungua. Lakini jambo la mwisho ambalo tutalizungumzia hapa ni kwenye upande wa ulegevu wa misuli. Sababu kwenye upande wa ile sehemu ya mwanaume haina mifupa, ni misuli. Sasa kwa bahati mbaya vijana wengi wana tabia ya kujinyonga wenyewe. Wana tabia ya kujiridhisha wenyewe. Hichi ni kitendo ambacho vijana wengi au wanaume wengi wameshakipitia, haswa wakiwa shuleni, inawezekana ni advance, inawezekana ni chuo, anapitia hali ya kumasturbate yeye mwenyewe. Sasa ile kitendo huwa haiathiri kwa wakati huo, inaweza kumchukua mtu miaka 5 mpaka 10 kuja kumletea shida, na ndio maana wengi anakuja kupata tabu wakati ambao ameoa, yupo na mke. Sasa shughuli zinakuwa haziwezi kufanyika kwa sababu anakuwa misuli inakuwa imelegea kwa sababu ya kile kitendo kufanyika mara kwa mara. Sasa kwenye hii sasa hata ya kujichua mara nyingi sasa hivi sasa naona hata wanawake wameingia. Na ndio maana sasa hii nao ni mbaya. Ukikutana na mwanamke wa design hiyo, hata we mwanaume uwe lijali kiasi gani, hauwezi kumfikisha wewe mwanamke. Pazito. Hauwezi kumfikisha popote. Wanawake nao mpaka wakimbilia huko ni stress au? Yaani huko sasa nafikiri pia hii jambo la wanaume kutowalizisha, lakini pia nafikiri pia ni tunasema sasa hivi kuna ule utandawazi sana. Hivi ni vitu ambavyo tumezoea vinafanyika nchi za wenzetu. Sasa hivi zimeshaingia mpaka kwenye nchi zetu, wanawake nao wanajimaliza wenyewe. Sasa wewe unaona ni kitu cha kawaida. Mimi pale ofisini kwangu nakutana na hao wanawake ambao walishawipitiaga hiyo kitu. Ameolewa, yuko na mume wake, lakini hawezi kufeel na mume wake kabisa. Yaani anaweza akawa yuko na mume wake hapo akafanya na asisikie chochote mpaka ajifanyie hicho kitendo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni which is hasa wewe ndio mwanaume una date na huyo mtu, ni ngumu uweze kumfikisha wewe mwanamke kileleni. Kwa hayo mambo ambayo nimeamention hapo ni sababu. Kwa ukishajua katika hayo maeneo kwamba wewe una tatizo gani, yani umesababishwa na nini, kwa sababu ukijua sababu ni rahisi kushughulikia ili tatizo. Kama una sukari, pressure, hutaki kukimbilia Viagra, maana yake ni kwamba lazima ushughulikie sukari yako na pressure. Kama una matatizo ni kwa sababu ulijichua, maana yake ni lazima utafute namna ambayo itakusaidia kuweza kusaidia mishipa yako iweze kukaza. Kwa hiyo hata tunapokuja sasa kwenye upande wa nini cha kufanya, tutazungumzia vizuri hapo sasa kwenye issue ya vyakula, mpangilio wake wa vyakula uweje. Tuna dakika 2. Sawa. Sasa katika upande wa mtu ambaye tayari ameshajigundua na hii shida, kubadilisha mtindo wa maisha ni first priority. Unaweza ukanunua dawa zote uko unazoziona, lakini zisikusaidie kama hautabadilisha mtindo wa maisha. Sawa. Kwa hiyo hapo sasa ni lazima uangalie ni vyakula gani unakula. Shida moja iliyopo sasa hivi, wanaume wana changamoto, haswa vijana. Yani anashindana vyakula na mwanamke. Mwanamke ameenda ameagiza chips yai na yeye anataka ale chips yai. Mwanamke ameagiza pizza na yeye anakula pizza. Mwanamke anakunywa majuisi na nini na yeye anakula, kwa sababu kimsingi mwanaume halisia hivyo ndivyo vitaja ni vyakula ambavyo hutakiwi kutumia. Yaani mwanaume yote ambaye anajitambua, sio kwa ubaya, lakini kwa mwanaume anayejijali na afya yake, hawezi ukawa unatumia chips, mayai, sijui pizza, burger, yani masoda yasiyoeleweka. Hawezi ukawa unatumia hivyo vitu kama unapenda afya yako wewe mwenyewe. Sasa tukija kwenye upande wa nguvu za kiume, ina maana inabidi urejeshe virutubisho mwilini. Maana mpaka umeingia kwenye hiyo shida lazima kuna changamoto ya upungufu wa hivyo virutubisho. Sasa kwenye vyakula hapa ni pa msingi sana. Mwanaume anatakiwa atumie sana protini, kundi la protini. Ambapo hapa kwenye protini kuna vitu kama vile anaweza kawa anatumia nyama kwa wingi. Hizo samaki zina mafuta mazuri pale, tunapata pia protini na mafuta mazuri. Lakini kuna upande wa kuku,
Sawa. Lakini kuna vitu kama vile almond ni za kutumia, kuna vitu kama korosho ni za kutumia, karanga. Hivi vyote vina mchango wa madini ya zinc kwa wingi na magnesium ambazo zinaenda kusaidia mzunguko wa damu ufanyike vizuri. Shika hapo. Ndio. Kutokea ndugu zangu, kama rais halali, wewe usingizi unaotoa. Tunajua una pilika nyingi sasa. Kiimani tunaamini dhambi zote ni sawa, si ndivyo? Lakini jamii imetengeneza matabaka ya dhambi kulingana na wahusika na vyeo vya wahusika. Sijui umenielewa? Almond pa. Sasa hapa ina maana kwenye nani hapa tunaongelea kundi la nuts. Hapa inaweza ikawa ni karanga, korosho, almond, walnuts. Hizi ni nzuri kwa sababu zina magnesium na zina zinc. Dhumuni ni kusaidia mzunguko wa damu uweze kufanyika vizuri, lakini pia kusaidia homoni ya testosterone iweze kuwa katika kiwango cha juu. Sawa, hii ni mastermind. Yani mwanaume anatakiwa hii homoni iwe katika kiwango cha juu zaidi, vizuri kabisa. Kwa hiyo ni lazima usaidie utumie hivyo vitu, lakini kuna vitu vingine ambapo ni vya kuzingatia. Mazoezi ni ya msingi sana. Yani haitakiwi kuwa bahati mbaya, inatakiwa iwe katika ratiba yako ya kila siku ili kusaidia blood flow iweze kufanyika vizuri. Hivi vyakula vya kukaangwa kwa mwanaume sio vyakula vya kutumia. Sawa. Vyakula vya kisasa tunasema refined carbohydrate, vilivyochakatwa. Sawa. Hivi sio vitu vya kutumia. Hizo chipsi tunaongelea jamii ya ngano. Sawa. Hivi ni vitu ambavyo sio vizuri sana kuvitumia, na kama utavitumia basi hakikisha vina visindikizio. Ndio tunaongelea habari za mboga za majani za kutosha. Matunda ni mazuri sana. Kuna matunda kama vile maparachichi ni mazuri sana kuyatumia. Kuna matunda kama matikiti maji. Sawa. Kuna matunda kama ndizi za kuiva. Sawa. Ni mazuri sana. Kuna maziwa unaweza kuwa unatumia. Hivi vyote maana yake ni kwamba vinaenda kurejesha virutubisho mwilini. Kwa hiyo vitaenda kuimarisha mzunguko wako wa damu uweze kufanyika vizuri. Vitaenda kuimarisha upande wa misuli yako iweze kukaza, kwa sababu utapata nimesema pia mboga za mbegu za maboga. Hizo pia ni za muhimu. Unaenda kusaidia misuli inakaza, mzunguko wa damu unakuwa vizuri, homoni ya testosterone inapanda, inakuwa juu. Sasa kingine ambacho ni cha kuzingatia, hivi vyote ambavyo huu mtindo wa maisha sio jambo la haraka. Una shida, vijana wengi wana ile haraka, na ndio maana wanatumia kubadilisha ile mtindo wa maisha kesho apate matokeo. Na ndio maana wanaishiria kwenye kutumia boosters. Ili yeye anataka kesho ana mtu wake aende akaperform kesho. Lakini hataki habari, kwa sababu hivi ambavyo tunavizungumzia hapa ni kumsaidia mwanaume aweze kujifanyia ukarabati wa mfumo wake wa uzazi uweze kuwa vizuri. Kwa hiyo mfumo wake wa uzazi unakuwa uko vizuri kabisa. Ndio. Kwa hiyo inamsaidia sana mfumo wake wa uzazi uweze kuwa katika hali ambayo iko bora. Sawa. Unaepuka ile hali ya kutumia vile boosters, kwa sababu boosters zinawamaliza. Kwa sababu tukiongelea haswa hiyo Viagra tole mfano. Hiyo inawamaliza wengi. Ile inaenda kusisimua misuli. Kwa kinachotokea utatumia leo, itaenda itakuhitaji uweze kudouble dosage. Inafika kipindi unaharibu neva, mfumo wa fahamu. Kwa hiyo mwisho wa siku hata kama unatumia haikuletei matokeo tena mazuri. Inakuwa ndo wale ambao sasa amefikia hatua ambao hawezi kufanya, na hiyo ishawaletea watu shida mpaka hawezi kusimamisha kabisa. Yani sasa imetoka kwenye upungufu wa nguvu za kiume, umekuwa na tatizo la kutokuweza kusimamisha kabisa. Hivi mchuzi wa pweza sio booster? Yes. Sasa kwenye upande wa mchuzi wa pweza hapo ni pazuri sana. Unajua ile ilivyo sio kwamba ni booster. Unajua ile ni seafood. Ndio. Ni seafood. Na moja ya kitu ambacho mwanaume anatakiwa kutumia sana ni seafood. Sasa mchuzi peke yake au ni inabidi akinywa na mchuzi ali na pweza zake? Sasa kwenye mchuzi unajua ni kwa sababu ni mchuzi wa pweza. Kwa hiyo akiwa imechemshwa kuna viambata vinapatikana mule ambao vinakuwa na ile mchuzi wa pweza huwa unasaidia blood flow iweze kuwa vizuri. Yani asilimia hizi booster nyingi ambazo zinafahamika ni zinasaidia mfumo wa mzunguko wa damu kwenye upande wa sehemu yake ya uume ufanyike vizuri. Yani pale damu kufika vizuri ile sehemu ndio mastermind. Ndio inamfanya mtu aweze kuwa na kiburi cha kushiriki tendo vizuri. Ukisha kuwa na changamoto pale, maana yake wewe swala la kushiriki tendo utaenda raundi moja, utamaliza na itakuwa ngumu kurudia
na hata hamu ya tendo haitakuwepo vizuri, sababu lazima automatic testosterone itashuka, hautakuwa vizuri kwenye upande wa kuperform hilo tendo. Kwa hiyo waendelee kunywa mchuzi wa pweza. Ni moja ya kwenye programu ya chakula. Anatakiwa aendelee kutumia mara kwa mara. Sawa sawa. Sasa huyu anasema, je, dokta, kama unashiriki vizuri lakini unawahi kutoka, ili linasababishwa na nini? Evans Kalisti huyu kutoka Urushinga. Okay, anashiriki vizuri. Lakini anawahi kutoka. Sasa anashirikije vizuri alafu anawahi kutoka? Hapo sasa. Maana hilo nalo ni swali. Maana kama unashiriki vizuri, maana yake ni kwamba unamfikisha huyo mwenzi wako vizuri. Sasa kama unamfikisha vizuri, unawahi kutoka. Kalisti, umemwelewa dokta? Haya, huyu hapa anasema hivi, dada Yusta, mwanaume mwenye korodani moja anaweza kuzalisha? Ya, anaweza kuzalisha. Yani hiyo tatizo la kuwa na korodani moja haimaanishi kwamba ndio hawezi kuzalisha. Ni sawa sawa na mwanamke ambaye amepata changamoto ana ovari moja. Huwa sio kwamba hawezi kuzalisha. Kwa hiyo aondoe tu shaka. Haya, anaweza kuzalisha. Huyu mwingine anauliza alkasusu je? Alkasusu. Sasa hivyo vyote tunaongelea ni vichombezo, ni vitu ambavyo yani kama ni chakula, alkasusu ni kachumbari. Ni kachumbari. Kwa hiyo azingatia, ni msingi mkubwa ni lishe. Sasa kwenye lishe hapo ndo tuna hizo michuzi ya pweza, unaongezea humo, tuna hizo alkasusu. Ndio maana kuna watu saizi wanatengeneza michanganyiko, anachanganya tengeneza juisi ambayo ina mchanganyiko wa maziwa, karanga, korosho, ndizi, anasaga, anakunywa. Hivyo vitunguu maji wanatia. Hivyo sasa ni tunaongelea kukaa. Sio kitu cha kusema utatumia alkasusu leo tu peke yake. Ni kitu ambacho unatumia kwa muda mrefu ili uweze kukarabati mfumo wa uzazi. Aya, sasa kulingana na muda naomba nisome hii hapa moja ya mwisho. Anasema, kwa hiyo unataka useme wanaume tusinywe soda? Kiede huyu kutoka Kilimanjaro. Yani moja ya sehemu ambayo watu wengi sana wanapata wakati mgumu ukishaanza kuambia habari ya kutokunywa juisi, soda. Sasa iko hivi, sio kwamba juisi na soda ni vitu vibaya, lakini pia sio vitu vizuri. Kwa sababu kimsingi katika juisi au soda tunapata sukari pekee. Hatupati chochote. Na kwenye upande wa lishe tunashauri mtu kitu unachokitumia kisiwe kinaleta sukari peke yake, kwa sababu sukari sio kitu ambacho kinahitajika sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo issue ya soda, unaingiza sukari na unapandisha homoni ya insulin inakuwa juu. Ambayo hii sasa ni moja ya sababu ambayo itakuletea magonjwa mengine mbeleni. Ndio maana kwa mwanaume sio vizuri kuwa unatumia mara kwa mara majuisi na masoda. Itokee mara moja, angalau hata mara moja kwa mwezi. Isiwe sasa wewe ni kila siku. Mwanaume ambaye akikurupuka hiyo siku haipiti hajanywa soda. Sasa hiyo nayo ni changamoto. Madhara yake hutayaona leo. Kuna miaka 5-6 mbele utakuja kupata changamoto ambayo daktari atakuuliza, ulishawahi kuwa mtumiaji wa hiki? Mimi ninao pale. Ukimuuliza vizuri, yani ana changamoto, ukimuuliza vizuri unakuja ugundua huyu mtu lazima alikuwa anaingia kwenye engo hii, either alikuwa mtumiaji wa hayo masoda. Lakini pia kuna kijiongeza hapo ya matumizi ya dawa za kiholela, haswa hizi za antibiotiki, dawa za maumivu. Sio vitu vya kufanya. Kwa hiyo kwenye upande wa soda kwa mwanaume, hata mwanamke pia sio kitu kizuri. Sasa hivi masuala ya uzazi yamekuwa juu sana kwa wanawake. Yote hiyo ni kwa sababu ya mtindo mbovu wa maisha. Ndio maana tukija intemo ya kuumwa, wanawake wanaumwa sana kuliko wanaume. Shida moja iliyopo, wanaume anaweza akaumwa asireact haraka. Mwanamke akiona tu kidogo anawahi hospitalini mapema. Mwanaume anachelewa mpaka hatua ya mwisho ambayo hali imekuwa mbaya sana. Hali imekuwa mbaya. Ndio maana akienda anakuwa ni hatua za mwisho, basi inakuwa hivyo. Haya, msikilizaji, najua yani wengi maswali ni mengi. Maswali ni mengi kweli. Maswali ni mengi. Lakini kutokana na wakati, msikilizaji, hatuna budi kumaliza kwa sasa. Lakini kizuri ni kwamba Dr. unaweza ukamfollow kwenye platform zake za mitandao ya kijamii @KiizaMedics na tutamkolabo